Dan, dakika yako moja, ripota wetu kwa sasa, tueleze uko wapi na nini kinajiri kuhusiana na hili la Albert Ojwang. Niko katikati ya mji huu na watu wanaandamana kuweza kushinikiza kuweza kuchukuliwa hatua kwa wale ambao waliweza kuhusika katika kifo cha mwanablogi, pia vile vile alikuwa anafanya kazi ya walimu ambaye aliweza kuaga dunia mikononi mwa maafisa wa usalama. Hapa kuna jinsi ambavyo unavyosikia ni kihema, ni kwamba kuna mvurugano kati ya wananchi wa eneo hili pamoja na maafisa wa usalama. Tunaweza sema ni katika mchezo wa paka na panya tu, yani kufukuzana hapa na pale, lakini bado hali haiko sawa jinsi ambavyo unavyosikiliza. Kuna wale ambao tayari wamesha kamatwa, kwa wale ambao ni waandamanaji baadhi yao wamesha kamatwa. Ni kuweza kushinikiza tu kuweza yule ambaye ni ilifahamika ya kwamba naibu inspector general wa polisi bwana Eliud Lagat ndiyo inasemekana ya kwamba yeye ndio alikuwa mlalamishi katika mauaji ya huyu bwana Albert Ojwang. Hata hivyo pia vile vile ukimaliza na jinsi ambavyo unavyosikia ni kwamba wanashinikiza tu kuweza wale ambao waliweza kuhusika kwa njia moja ama nyingine kwa kuuliwa kwa Albert Ojwang kuweza kukamatwa na kuzuiliwa na pia vile vile kuweza kufunguliwa mashtaka. Nikiripotia Radio 47 kutoka katika mji wa Nakuru, mimi ni Kakadan. Kakadan, kuna kabla hujamaliza tu hujaondoka na uangalie sana hali yako ya usalama, nimeona kuna jamaa hapa amerusha jiwe na kuona hapa studio. Kuna picha nimeiona, sijui nini, ni kama mwanadada fulani, watu wanasema sijui ni Shakira, sijui wanasema nini, amejaribu kumvua mask afisa wa polisi. Hili umeliona, umeshuhudia hili tukio, unalizungumziaje? Raia wameamua kuhatarisha maisha yao. Huyu mwanadada alikuwa tunajua maafisa wa polisi ilisemekana wakija kuwazuia waandamanaji wasifiche nyuso zao, lakini hii picha umeiona? Nimeweza kuiona. Huyu mwanadada anajulikana kama Shakila bint Ali. Tumekuwa na yeye tukimhoji hapa ili kuweza kuelezea, kwa sababu yeye ni mwanaharakati wa kuweza kutetea haki za kibinadamu. Kwa hivyo tulikuwa tunazungumza na yeye kwa njia ya moja kwa moja, lakini maafisa wa polisi waliweza kufika hapa na kuweza kuanza vurugu ya hapa na pale, swala ambalo liliweza kumukera huyu mwanadada na kuweza kumvua maski kwa yule afisa mmoja wa polisi. Na vipi, kuna bwana mmoja nimemwona hapo nyuma, mmefanana sijui kama ni nduguyo. Afisa wa polisi amejihami, anatumia bunduki, lakini yeye alikuwa na upanga. Sijui makabiliano yalishaje. Kuna bwana nimemwona akiwa na upanga hapo nyuma Nakuru. Naam, huyo ni kutofanana tu, lakini labda hatuna ule uhusiano wa karibu kifamilia. Uhusiano ni wa kikazi, si wa damu. Ni jinsi tu. Alafu jinsi ambavyo ulivyosema ya kwamba alikuwa ameshika upanga, ni hakika ukweli watu wameweza kujitokeza na silaha tofauti. Kuna wale ambao wameweza kubeba rungu, kuna wale ambao wameweza kubeba hata majembe, jambo la kustajabisha.